kufundisha. Kumbe kuna watu ambao wamefanya nini? Wameibiwa, alafu wametekwa. Wamekuwa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunawakamata hawa wachawi, malaika, wapige, piga bakora kwa jina la Yesu, na sambaza moto kila uchawi wenu na uteketeza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, na washa moto na nyonya nguvu zenu, na nyonya uweza wenu kwa damu ya kondoo katika jina la Yesu. Moto, malaika piga kwa jina la Yesu, malaika cheka moto, bila moto, ngamiza moto, na washa moto, malaika piga bakora, imeandikwa usimwache mwanamke mchawi kuishi. Huyo mwanamke mchawi na kuashia moto na wanyonya nguvu zenu na wanyonya uwezo wenu kwa jina la Yesu. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu. Imeandikwa hakika hapana uchawi wala uganga juu ya Israeli. Nasi tunasema hapana uchawi wala uganga juu ya nchi ya ukombozi. Hapana uchawi wala uganga juu ya Tanzania kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uwe mwanaume, uwe mwanamke, uwe mtoto, kama ni mchawi tunakufeka kwa jina la Yesu. Sema imetosha. Wakati wa kulogwa, wakati wa kuonewa imetosha. Wamekamatwa. Sema wamekamatwa. Amkeni, wamekamatwa. Njoo hapa. Natoka wapi? Unajua mwanga ukiwa na nguvu za Mungu, mwanga kuangalia kwenye macho. Macho yanatoa nini? Yanatoa Roho Mtakatifu. Mlikuja kufanya nini? Sisi baada ya kuwa mkuu wetu kafa, tulikuwa tumekuja kutekeleza kabisa. Lakini tumeshindwa. Tumeshindwa. Wewe mkuu wenu kafa? Alishakufa. Kesha kufa. Ulimuua. Wewe umekuja kujisalimisha? Tumekuja kujisalimisha kwa mtumishi. Umekuja kujisalimisha. Acheni kuwanga. Mungu hapendi kuwanga. Na wewe katoto kadogo na wanga. Ndio, nilikuwa mchawi. Ulikuwa ni mchawi? Ndio. Jamani. Sema piga kwa jina la Yesu. Na wewe? Mimi nilikuwa mchawi. Ulikuwa ni mchawi. Sasa hivi nimeamua kuacha kabisa uchawi. Umeamua kuacha uchawi? Kwa mnakula nyama za watu? Ndio. Wewe kazi yako ilikuwa nini? Ilikuwa ni kuchukua nyota za vijana wote. Kuchukua nyota za watu? Ndio. Na vizazi vya watu? Ndio. Mimi nawajua nyinyi. Sasa mnampenda Yesu? Ndio. Wewe ndio kiongozi wao. Mnampenda Yesu. Kwa hiyo mmekuja kumpa Yesu maisha. Ndio. Basi nyosheni mikono, muongoze sala ya toba. Nyosha mikono juu. Semeni, Baba Mungu, katika jina la Yesu, tunakuja mbele yako. Sisi ni wenye dhambi.
andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Karibu ndani ya moyo wangu. Kuanzia leo sitamtumikia shetani, nitamtumikia Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi kanisa. Haleluya. Ni vema wachawi wanapojisalimisha na mkimbilia Bwana. Haleluya. Maandiko yanasema kuna furaha mbele za malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuhi, kuliko 99 ambao wana haja kufanya nini? Ya kutubu. Basi tumshukuru Mungu kwa sababu ndugu zetu wamempa Yesu maisha. Enendeni na amani ya Bwana, mkajiunge na wenzenu, muwe kwenye kundi la watu wa Bwana. Haleluya. Barikiwe sana. Makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Sema hapa ni mahali pa makimbilio. Anayekimbilia na kuwa salama. Jamani, uchawi ni mzigo. Sawa Sasa maandiko yanasema Isaya 42:22. Watu wao wameambiwa na kutekwa, wamenaswa katika mashimo. Kuna watu kazi yao ni kubeba watu misukule. Ni kubeba watu nini? Sema misukule. Yeye anachukua msukule, anaenda kumlimisha. Anaenda kumlimisha kwenye mashamba au kubeba mizigo, au anachukua msukule mwingine anamweka dukani. Kwa hiyo Biblia inasema kuna biashara ya roho za watu na miili ya watu. Jioni ya leo tunataka tukaite watu walio mashimoni, walio mapangoni, sema amen, walio kwenye nyumba za watu, mahali popote, na watakuja kwa jina la Yesu. Moyo wa Mungu umeuma kuona watu walioumba kwa mikono yake wanaonewa, wanateswa na wachawi. Kama wewe unavyozaa mtoto, mtu akimpiga mtoto roho inauma, ndivyo Mungu moyo unauma. Sasa jioni ya leo tunataka tukalite misukule waje kwa jina la Yesu, na Mungu atawaleta kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Malaika kwa injili ya ukombozi, wanadamu wote wakamate misukule wote walio kwenye mashimo, kwenye mapango, kwenye nyumba za watu, kwenye gari, kwenye maduka. Sema njoo. Malaika walete, wakusanye wote wale kwenye mashamba, kwenye mabwawa yote yaliyomeza watu. Njoo kwa jina la Yesu. Nyota zao njoo, akili zao njoo kwa jina la Yesu. Malaika walete, wakusanye wote waliokuwa lolote yakaparamanto yamandoroboshapa kutoka kwenye mto wa uzima. Njoo walioshikiliwa kwenye mto wa uzima. Njoo waloweka makafara, waloweka mazindiko. Kaa kwa jina la Yesu. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu. Wamerudi kwa jina la Yesu. Amen. Shetani hana maana. Amen. Shetani anabeba watu, anaweka kwenye misukuli, kwenye maduka, kwenye mabwawa, kwenye mashimo, kwenye mapango, lakini Mungu anawaokoa kwa jina la Yesu. Yesu. Malaika kuanzia sasa na kuamuru waamshe wote akili zao zilizoibiwa. Sema akili zao. Sema njoo. Fahamu zao. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa damu ya Yesu. Akili zao, nyota zao. Njoo. Amka kwa jina la Yesu. Amka, akili zao njoo, akili zao njoo,
kwa jina la Yesu. Njoo. Naomba huko. Sema njoo. Akili zao njoo. Kanisa lote omba. Sema njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Wakati ulimi sasa. Ukae sawa. Kuanzia sasa, wewe roho ya kichaa uliye ndani ya kijana huyu, ninakung'oa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Hata kufa ataishi. Roho ya kichaa, pega! Mwaga jina la Yesu. Mwaga! Pega! Roho ya kichaa imeandikwa, kila pando azolipanda Baba Mungu wa mbinguni litang'olewa. Sema kwa jina la Yesu. Kila roho ya kichaa unaifeka, unasambaratisha kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Wewe jini na kichaa tunakupanda kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kanisheni. Hata Yesu alipofika katika nchi ya Wagerasi alikutana na kichaa yuko makaburini. Huyo kichaa alikuwa anajikatakata kwa mawe, anajikatakata kwa nyembe. Yesu Magdalena mashtaka alipomwona wakapiga makelele, wakasema nini wewe Yesu mwana wa Daudi umekuja kuangamiza? Yesu akaamuru na mashetani atoke yaingie kwenye nguruwe. Yule kijana akapona akawa mzima. Na huyo kijana leo anapokea uzima. Nani ndugu yake? Wewe umekuja naye. Anasumbua nini? Yaani amechanganyikiwa. Ongeza sauti. Amechanganyikiwa tu ghafla, lakini alikuwa mzima kabisa. Ameanza hili tatizo. Hili tatizo limemwanza muda sio mrefu, lakini alisema anaenda kwa waganga. Anasema alienda kwa waganga. Kwa hiyo alipoenda kwa waganga, baada ya hapo anakodai yeye alimtukana mganga. Hebu ngoja ajielezee mwenyewe. Ataongea leo kwa jina la Yesu. Amki yako. Amka. Kwa jina la Yesu. Amka. Simama kwa jina la Yesu. Habari yako? Akili yako. Kaa vizuri akili yako. Kumbukumbu yako. Kuanzia sasa ukae sawa. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Uko wapi hapa? Kanisani. Ulikuwa wapi? Ongea usiogope. Sijui hata nilikuwa wapi. Pole sana. Unaitwa nani? Naitwa Ganza. Unaitwa Ganza. Mungu amekufungua. Tatizo lilianza lini? Tatizo lilikuwa sio la muda mrefu na nilikuwa sijui kutengeneza. Nimeambiwa umeenda kwa mganga. Ndio, nilienda kwa mganga. Ikawaje? Nilienda kwa mganga nikamtukana mganga. Ulimtukana mganga? Bila sababu? Hapana, nilienda mara ya kwanza kwa sababu ya kupata mafanikio, lakini haikuwa kama nilivyotarajia. Mwisho wa siku alikuwa kama amenitapeli, na ndipo mara pili nikaenda kwa ajili ya kumtukana. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu.